Naitwa Benson Elbariki Msechu. Mimi ni mshauri na mtaalam kwenye masuala ya kutawala vifaa vya muziki. Somo letu siku ya leo nataka tuangalie kuhusu audio mixer. Audio mixer ina majina tofauti tofauti. Wengine wanaita soundboard au soundtech au sound desk. Jina lingine pia wanaita mixing console. Majina hayo yote matatu unapoyasikia ina maana moja. Sasa kazi kubwa ya mixer ni nini? Mixer ina kazi kubwa tatu. Kazi ya kwanza ni kuchanganya ishara za sauti. Kazi ya pili ni kuelekeza ishara za sauti. Na kazi ya tatu ni kuchakata ishara za sauti. Kazi kubwa ya mixer ipo kwenye kuchanganya ishara za sauti. Na mixer hii manake inaweza kupokea sauti mbalimbali kutoka kwenye vyanzo tofauti tofauti. Kwa mfano kama vinasa sauti microphone, inaweza kupokea sauti zinazotoka kwenye ngoma kama kick drum, snare, au inatoa pia sauti kutoka kwenye hi-hat. Na pia sauti ambazo zinapokelewa na mixer inaweza kupokea sauti kutoka kwenye instrument, vifaa kama vile magitaa ya bezi, magitaa ya solo. Na pia mixer inaweza kupokea sauti pia kutoka kwenye vifaa vyako kama laptop au simu janja, smartphone. Kwa vifaa vyote vinapokelewa kwenye mixer na kuvichanganya na kuvitoa kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Kazi kubwa ya pili ya mixer ni kuelekeza ishara za sauti. Mixer inaelekeza ishara za sauti eneo la ndani ya mixer yenyewe au eneo la nje ya mixer yenyewe. Kwa mfano, sauti ambazo zinapokelewa kupitia ingizo la mixer kwenye channel strips zinaweza kuchukuliwa na kupelekwa kwenye saketi ambazo ziko ndani, zinaitwa saketi za athari au FX engine, ambayo ikifika huko ndani zile sauti zinachakatwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali yaliyopo ndani ya mixer kabla hazijatolewa. Mixer inaelekeza sauti kutoa nje kupeleka kwenye vifaa vya dynamic kama vile gate au compressor, au pia mixer inaweza ikaelekeza sauti na kuzitoa na kupeleka kwa ajili ya matumizi ambayo ni ya speaker zile ambazo zinakaa mbele ya jukwaa au kitaalam tunaita FOH, front on house. Au inaweza kachukua sauti nyingine kaelekeza kwa ajili ya matumizi ya waimbaji walioko kwenye jukwaa, monitor speaker, au kuelekeza sauti kwa ajili ya kurekodi kwenye rekoda mbalimbali, kuhifadhiwa, kuchakatwa baadaye, au inaelekeza sauti na kupeleka kwa ajili ya matumizi ambayo ni ya online, tunasema live streams. Kazi ya tatu ya mixer inatumika pia kwa ajili ya kuzichakata sauti, tunasema signal processing. Inachakata kwa kutumia nyenzo mbalimbali, kwa mfano EQ, equalizer, ambayo inatumika kuyachakata masafa mbalimbali kwa kuyaongezea ujazo wa sauti yale masafa ambayo yamepungua na kuyafanya yasikike vizuri, na yale ambayo yamezidi, yameongezeka sauti, basi mixer inaweza pia kuyapunguza. Kwa inachakata kutumia vichakataji mbalimbali vilivyopo pia ndani ya mixer. Sasa nataka tuangalie maeneo makubwa ambayo mixer imegawanyika. Audio mixer yetu ya analog imegawanyika maeneo makubwa matatu. Eneo la kwanza tunasema ni eneo la viunganishi, connector sections. Hili ni eneo ambalo la viunganishi mbalimbali ambavyo tunaingiza hapa, connectors. Eneo kubwa la pili la audio mixer ni eneo hili ambalo tunasema channel strips au vipande vya njia. Hapa ndipo ambapo sauti zako zinapita, zinapokelewa na kupita kwenye hivi vinjia, channel strips au input channel strips. Eneo la tatu tunaliita ni master section. Hili ni eneo kuu ambalo vyote vinavyotokea kwenye channel strips lazima vipite hapa kwenye upande wa master section. Kujifunza zaidi kanuni za msingi, unaweza kupata kitabu hiki cha kutawala vifaa vyako vya muziki kwa gharama ya pesa za Kitanzania shilingi 20,000 tu.